Shalom, Bwana Yesu atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na ufunuo wa ndoto unaohusu ndoto. Wewe ambaye umekuwa ukiota ndoto lakini haujui nini maana yake. Kuna watu wengi sana wamekuwa wakisumbuliwa na ndoto hii. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona kwamba katika usingizi wako ukaona umelala alafu ukaona nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako. Kafanikiwa kuingia ndani ya nguo, pengine ni gauni ambalo umevaa, au shati ambayo umevaa, au suruali ambayo umevaa, nguo ya aina yote, lakini ukaona nyoka alikuwa anakukimbiza alafu akatokomea ndani ya huo mwili, akatokomea ndani ya hayo mavazi ambayo umevaa. Sasa kila ndoto inapokuja katika maisha yako inakuwa imebeba maana yake, inakuwa imebeba uhalisia. Na pale ambapo ukaletewa ndoto ya namna hiyo, tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona kwamba nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako, maana yake unaonyesha wazi kwamba adui amefanikiwa kuingia ndani yako, roho chafu zimefanikiwa kuingia ndani yako. Na tangu hapo sasa utaanza kuona kama ulikuwa ni mtu pia hujawahi hata kulipuka mapepo kanisani, unaombewa na wachungaji, lakini tangu ulipoota hiyo ndoto utaanza kuona ndio chanzo cha tatizo. Mapepo yataanza kuingia ndani yako, roho nguvu za giza zitaanza kuingia ndani yako, mapepo yataanza kuchemka ndani yako. Kwa sababu gani? Kuna mlango ambao adui amepata nafasi, na kwa sababu amepata nafasi ndio hapo sasa ukawa unaota ndoto ya namna hiyo, kwamba ukaona nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo katika ishara ya kinabii, ukiota ndoto ukiona nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako, ndani ya nguo yako, inakuwa haina maana nzuri. Moja kwa moja manake ni shambulizi la kiroho, manake moja kwa moja ni shambulizi ambalo adui anakuwa amelituma kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, ukasimama nayo katika maombi, ukakataa na kuharibu roho ya kuingiwa na shetani, kwa sababu hata Yesu alivyokuwa pamoja na wanafunzi wake, kuna wakati alimkemea sana Petro, akamwambia rudi nyuma ya shetani, kwa sababu wewe ni kikwazo kwangu. Ni kwa nini? Alikuwa anaonekana ni Petro, lakini ndani ya Petro alikuwa ameingia shetani mwenyewe. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona kwamba kwenye ndoto yako nyoka ameingia, maana yake unaonyesha wazi kwamba roho za nguvu za giza zimekuingia. Hata Yuda naye pia alipoingiwa na shetani akajikuta amemsaliti Yesu. Kwa hiyo pia inakuwa sio ishara nzuri ukiota ndoto ukiona kwamba nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako. Maana yake ni kwamba kuna madhara yako ndani yako. Tangu hapo utaanza kuona kama ulikopo ni mtu na wito, unawiwa kumtafuta Mungu, utaona kiu ya kumtafuta Mungu inapotea, utaona kiu ya kukaa katika uwepo wa Mungu inapotea, utaanza kuona kiu ya kufunga na kuomba inapotea, utaanza kuona hata ile kiu ya ibada inakufa na kupotea ndani yako. Chanzo ni nini? Chanzo ni pale ambapo uliota ndoto, uliona kwamba nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya huo mwili wako au ndani ya mavazi. Shalom, Bwana Yesu atukuzwe sana. Ninakusalimu kwa jina kuu, jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai. Sasa siku ya leo nimekuja na ufunuo wa ndoto unaohusu ndoto. Wewe ambaye umekuwa ukiota ndoto lakini haujui nini maana yake. Kuna watu wengi sana wamekuwa wakisumbuliwa na ndoto hii. Pale ambapo ukaota ndoto ukaona kwamba katika usingizi wako ukaona umelala alafu ukaona nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako. Kafanikiwa kuingia ndani ya nguo, pengine ni gauni ambalo umevaa, au shati ambayo umevaa, au suruali ambayo umevaa, nguo ya aina yote, lakini ukaona nyoka alikuwa anakukimbiza alafu akatokomea ndani ya huo mwili, akatokomea ndani ya hayo mavazi ambayo umevaa. Sasa kila ndoto inapokuja katika maisha yako inakuwa imebeba maana yake, inakuwa imebeba uhalisia. Na pale ambapo ukaletewa ndoto ya namna hiyo, tunasema kwamba ukiota ndoto ukiona kwamba nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako, maana yake unaonyesha wazi kwamba adui amefanikiwa kuingia ndani yako, roho chafu zimefanikiwa kuingia ndani yako. Na tangu hapo sasa utaanza kuona kama ulikuwa ni mtu pia hujawahi hata kulipuka mapepo kanisani, unaombewa na wachungaji, lakini tangu ulipoota hiyo ndoto utaanza kuona ndio chanzo cha tatizo. Mapepo yataanza kuingia ndani yako, roho nguvu za giza zitaanza kuingia ndani yako, mapepo yataanza kuchemka ndani yako. Kwa sababu gani? Kuna mlango ambao adui amepata nafasi, na kwa sababu amepata nafasi ndio hapo sasa ukawa unaota ndoto ya namna hiyo,
kwamba ukaona nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako. Kwa hiyo katika ishara ya kinabii, ukiota ndoto ukiona nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako, ndani ya nguo yako, inakuwa haina maana nzuri. Moja kwa moja manake ni shambulizi la kiroho, manake moja kwa moja ni shambulizi ambalo adui anakuwa amelituma kwako. Kwa hiyo ni muhimu sana pale ambapo unakuwa unaota ndoto ya namna hiyo, ukasimama nayo katika maombi, ukakataa na kuharibu roho ya kuingiwa na shetani, kwa sababu hata Yesu alipokuwa pamoja na wanafunzi wake, kuna wakati alimkemea sana Petro, akamwambia rudi nyuma ya shetani, kwa sababu wewe ni kikwazo kwangu. Ni kwa nini? Alikuwa anaonekana ni Petro, lakini ndani ya Petro alikuwa ameingia shetani mwenyewe. Kwa hiyo ukiota ndoto ukiona kwamba kwenye ndoto yako nyoka ameingia, manake unaonyesha wazi kwamba roho za nguvu za giza zimekuingia. Hata Yuda naye pia alipoingiwa na shetani akajikuta amemsaliti Yesu. Kwa hiyo hiyo pia inakuwa sio ishara nzuri. Ukiota ndoto ukiona kwamba nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya mwili wako, manake ni kwamba kuna madhara yako ndani yako. Tangu hapo utaanza kuona kama ulikopo ni mtu na wito, unawiwa kumtafuta Mungu, utaona kiu ya kumtafuta Mungu inapotea. Utaona kiu ya kukaa katika uwepo wa Mungu inapotea. Utaanza kuona kiu ya kufunga na kuomba inapotea. Utaanza kuona hata ile kiu ya ibada inakufa na kupotea ndani yako. Chanzo ni nini? Chanzo ni pale ambapo uliota ndoto, uliona kwamba nyoka amefanikiwa kuingia ndani ya huo mwili wako au ndani ya kwa hiyo pale unapokuwa unaona ishara ya namna hiyo, ni muhimu sana ukasimama katika maombi ili kukataa hizo roho za uovu na uharibifu ambazo adui anakuwa amezituma kwako. Mungu akubariki sana, Mungu akutunze. Niliyekuwa nazungumza nawe ni Kuhani Samuel Yosia. Jambo la kuzingatia, usiache kufollow account hii, kulike pamoja na kusubscribe, na kutakia wakati mwema. Shalom shalom, Maranatha. Asante sana. Ladies and gentlemen, welcome to the channel. Please subscribe with notifications on.